Ndugu zangu, Mbeya kuna vituko, tunaishi ni kana kwamba hatuna viongozi. Sasa hii hoja nitaizungumza kwa awamu tatu, na leo nazungumza kwa awamu ya kwanza, na baada ya kuzungumza nataka majibu kwa mamlaka zinazohusika, kwa viongozi na wote wanaohusika. Jambo la kwanza, tuna eneo linaloitwa airport ya zamani, si mnaifahamu? Yeah. Airport ya zamani ni uwanja wa ndege wa zamani. Yeah. Uwanja wa ndege ulihamishwa. Leo ukienda hapo panapoitwa airport ya zamani, imejengwa stendi, inaitwa stendi ya mabasi. Uongo kweli? Umbali usiozidi mita 200 kuna kitu kinachoitwa soko la wamachinga. Uongo kweli? Umbali usiozidi mita 200 kuna hospitali imejengwa pale ya Maranatha. Uongo kweli? Ukienda umbali usiozidi mita 200 kuna kiwanda kinaitwa kiwanda cha mboga mboga. Uongo kweli? Sasa tunataka mamlaka zije na majibu kabla sijaja kuzungumza awamu ya pili. Kwa awamu ya sasa nataka mamlaka zije na majibu. Ulimwenguni kote, majiji yote, kuna mahali panapoitwa eneo la wazi. Sasa ni kweli airport ya zamani huenda sio eneo la wazi. Ni kweli, tunaweza tukawaelewa wakisema sio eneo la wazi. Tunataka watuambie, halmashauri watuambie, na viongozi wengine wanaohusika watuambie, master plan ya jiji inaonyesha old airport ya zamani inaonyesha kinafaa kuwepo nini. Watuambie, ni eneo la viwanda? Na kama ni eneo la viwanda, ni lini walipitisha huo mpango wa kuifanya ile eneo kuwa ni eneo la viwanda? Mamlaka zinazohusika zije zituambie, lile eneo ni eneo la machinga? Na kama ni eneo la machinga, waje watuambie ni lini walipitisha ni kuwa ni eneo la machinga, na kwamba machinga hawatasumbuliwa, watakaa kwa uhakika eneo lile. Na kama sile, waje watuambie master plan ya jiji inaonyesha lile eneo ni eneo kwa ajili ya nini. Tusipopata majibu, nitakuja kuzungumza kwa awamu ya pili nini kinachoendelea. Hivi mnavyoona, kuna mtu mzima anaenda anapeleka bagia kwa watu wazima, anapeleka bagia kuwahonga machinga bagia. Sidhani ni mambo madogo madogo, kuna mambo mazito huko. Sasa hii ni awamu ya kwanza, tutakuja awamu ya pili. Eneo la kwanza. Eneo la pili, kuna ardhi iko kata ya Itezi, na hili nataka walitolee majibu haraka sana. Kuna ardhi eneo la Itezi liko umbali kidogo na shule ya sekondari, kitalu namba 90 cha ile ardhi. Na ile ardhi kwa mujibu wa taarifa za mipango miji, lile eneo ni eneo la soko. Kwa taarifa zilizopo, lile eneo limeuzwa, amenunua mtu fulani, na huyo mtu aliyenunua anataka wazulumu wakazi wa Itezi wasiwe na eneo la soko, na kama kuna eneo la soko au anakusanya yeye mapato yeye, kwamba au amewaajiri watu wa Itezi wote. Eneo ambalo ni rasmi la wananchi, eneo la wazi lilotengwa kwa mujibu wa mipango miji kwamba ni eneo la soko la wananchi, kuna mtu amejimilikisha. Sasa kabla hatujachukua hatua nyingine, tunataka majibu kuhusiana na kitalu namba 90 kwenye eneo la Itezi. Kama unakwenda kule ambako amejenga yule ndugu yao yule, kabla hujafika shule ya sekondari pale, kuna eneo pale, mnalikumbuka sio? Tunataka majibu kabla hatujakwenda awamu ya pili, na tutakwenda kama wasipojibu. Eneo la tatu, kuna soko lipo eneo la Iganjo. Hapa panaitwa Uyole ya Kati. Kuna soko liko njiani hapa. Lile eneo liko kwenye njia hii inaitwa njia ya mchepuo. TANROADS wanataka kuwahamisha wale wamama wanaofanya biashara eneo lile, wanataka wawahamishie eneo jingine. Fedha watakazozitoa wanataka wanunue eneo la nyuma kwenye lile soko. Lakini watu wa Iganjo, nyie mnajua kwa mujibu wa ramani iliyopo
kuna eneo liko wazi, ni eneo la soko, ni eneo rasmi la nini? La soko, na lile eneo limebadilishiwa matumizi kijanja janja, na kuna mtu anataka kulichukua kama sio ameshalichukua tayari, ili alimiliki yeye. Kama kuna shughuli itafanyika ya maendeleo, pesa au anajipatia yeye. Sasa kwenye lile eneo ambalo kwa sasa mnaona linatumika kama uwanja wa mpira, si mnalifahamu Sasa tunataka majibu. Kata ya Iganje pale kwenye yale maeneo yale, lipi ni eneo rasmi la soko? Ni lipi wananchi wanapaswa kwenda kunufaika nalo? Waache janja janja wanaotaka wanunue eneo nyuma pale, wanauziana wao kwa wao, wapige mipigo, halafu waanze kuwasumbua wananchi. Tunataka majibu kabla hatujaenda awamu ya pili, na awamu ya pili itaanza si zaidi ya siku 3 mbeleni. Kwa hiyo tunataka majibu ya haraka kwa mamlaka zinazohusika, kwa uongozi, kwa halmashauri ya jiji. Eneo la Old Airport ni eneo ambalo kama halmashauri tulipewa na Mheshimiwa Rais baada ya uwanja wa ndege kuhamishwa, na eneo lile lina hati moja, lakini eneo lile tumepewa kwa ajili ya development, kuhakikisha kwamba tunalipanga vizuri, lakini linakuwa na biashara ambazo wananchi wanaweza wakafanya maendelezo wa lile eneo. Na kwa miaka mingi tumekuwa tukifanya kutafuta ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaliendeleza Old Airport. Na kama unavyoona sasa hivi tumejenga stendi kubwa ya mabasi ambayo ni stendi ambayo itakuwa inachukua mabasi yote ambayo yanasafiri ndani na nje ya nchi. Huo ni mwanzo mzuri, lakini tuna kiwanda chetu katika eneo la Old Airport, kiwanda cha Mbeya Food Park. Kiwanda kile kipo kwa ajili ya kuwasaidia wajasiriamali wadogo wadogo kwenye maeneo ya kuprocess bidhaa zao, lakini vile vile na kutafuta masoko. Bado hakijafanya vizuri, lakini kwa sababu ule ilikuwa ni msaada kutoka shirika la kimataifa, tunaendelea kama jiji kuona ni nini tufanye katika kiwanda kile cha Old Airport. Tuje kwenye hili swala la matching, kwa sababu nikisema mipango iliyoko pale ni mingi. Old Airport kuna eneo ambalo wenzetu wafanya biashara ndogo ndogo wanalitumia. Na tuliwaweka pale kwa ajili ya kupunguza msongamano wa biashara ambazo zinafanyika katika maeneo ambayo sio sahihi katika jiji letu. Sasa nini mpango wa jiji katika hili ambalo unalisema? Sisi kama jiji tumeona kwamba lazima tulitengeneze lile eneo la wafanyabiashara wadogo wadogo katika mazingira ambayo wafanyabiashara wale watafanya biashara katika mazingira mazuri. Na nini ambacho tumeplani pale kutengeneza machinga complex kama ile Dodoma, hawa wenzetu hapa karibu na airport. Tumeona tukitengeneza kitu kama kile, tukawapanga wafanyabiashara hawa wadogo wadogo ambao kwanza walioko pale ndio watapewa priority, na tayari tumeshawaainisha kuwajua kwamba katika eneo lile sasa hivi kuna wafanyabiashara ndogo ndogo wangapi walioko pale. Tumeshachukua database yao. Sasa tukishatengeneza lile soko vizuri, kwa sababu tayari kama jiji fedha tunazo, tukishawapanga tunajua tunataka wafanyabiashara zaidi ya 2,000 au 3,000 waweze kuingia pale, tutengeneze mazingira mazuri. Lengo ni kuhakikisha kwamba wafanyabiashara zetu ndogo ndogo wanapata eneo zuri la kufanyia kazi, lakini ambalo haliko mbali na mji, kwa sababu wao ili wauze lazima wawe katika maeneo ambayo ni mazuri, lakini maeneo ambayo yanafikika kwa urahisi. Hilo ndio jambo kubwa. Sasa ni waondoe wasiwasi wafanyabiashara ndogo ndogo, hasa wafanyabiashara wadogo wadogo wanaofanya kazi katika eneo la Old Airport. Lengo la serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inatuelekeza kuhakikisha tunatengeneza mazingira mazuri ya kufanyia biashara, na mazingira hayo sisi kama serikali tunatakiwa tuyaweke ili wao waje wafanye biashara. Tunataka kutengeneza machinga complex Old Airport
ambayo tukishakuwa tumewekeza fedha, wale wafanyabiashara wote walioko pale katika lile eneo watarudi, ndio watakaopewa kwanza priority ya kwanza kwa kulipa kodi ndogo, and then tuanze kufikiria wafanyabiashara ndogo ndogo walioko katika maeneo ambayo sio rasmi, na wenyewe tuwapeleke pale. Kufanya hivyo tutakuwa tumetanua biashara zao, lakini watakuwa wako karibu na wateja, lakini vile vile hata hawa waendesha bodaboda, waendesha bajaji watapata eneo zuri la kwenda na kuwapeleka watu kufanya mahitaji yao na kuwachukua kwenda katika vituo vyao na kuwarudisha. Amani tunayo, ila kwa maana ya hati, kiukweli ni hati ya mtu binafsi. Hatuwezi kuchukua tukaanza kuitangaza hapa, lakini tunaweza tukasema wazi kabisa ni nani mmiliki. Ile eneo aliyenunua ni ndugu Maboko, nafikiri wote tunamfahamu. Kwa hiyo tunaweza tukajisha kwa ustaili wote. Ukitaka risiti pia utapewa, ukifika utaprintiwa kiofisi. Maana yake hapo mtu anahitaji aje kiofisi. Ila ramani tulionayo ni ile iliidhinishwa 2002 ambayo inaonyesha kwamba ile eneo ni kituo cha afya. Lakini nakumbuka pia wananchi kile siku mwanzo tulipokuja walisema wao pia wana ramani mbalimbali zinazoonyesha lile eneo sio kituo cha afya, ni eneo la soko. Kwa sisi ramani yetu tunayo, tutaonyesha hali halisia. Inawezekana wenzetu wakawa na ramani nyingine basi, lakini kuhusu umiliki ni ndugu Maboko sasa.